Karibu katika episodi ya 4. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati mama yake Baraka akitokea majini akiwa katika umbo la nguva akitoa ahadi ya kuwaongoza Baraka na wenzie katika safari yao ya kuelekea visiwa vya siri vya kaskazini. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Malika amekusaliti Baraka. Huo ndo ukweli. Sio kweli. Malika ndio kila kitu kwangu. Sasa kabla sijaanza episodi ya 4, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Boti ya akina Baraka ilikuwa ikikata mawimbi ya bahari ya Hindi kuelekea kaskazini. Walipokaribia maeneo ya kisiwa cha Tumbatu, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Ukungu mzito wenye harufu ya ubani na mwani ulitanda bahari kiasi kwamba nahodha Shika hakuweza kuona hata mita 2 mbele. Kuna kitu hakiko sawa, Mzee Kombo alinong'ona akishika hirizi yake. Huu si ukungu wa asili. Huu ni ukungu wa kupoteza njia. Ghafla, sauti ya ngoma za kienyeji ilianza kusikika ikitokea ndani ya ukungu. Kutoka upande wa kushoto, meli moja ya kizamani, Dhow, ilitokea ikiwa haina mabaharia, lakini inatembea kwa kasi ya ajabu. Macho ya Zari yaling'aa kwa hofu. Sio meli moja tu, ziko nyingi. Zari alipiga kelele. Meli 10 za pepo zilizingira boti yao. Hizi zilikuwa meli za wafanyabiashara wa kale waliozama karne nyingi zilizopita, sasa zikiongozwa na kivuli cha Nkunda. Kutoka kwenye meli hizo, viumbe wenye sura za binadamu lakini miili ya mifupa, wazimu wa bahari, walianza kuruka na kuingia kwenye boti ya akina Baraka. Baraka, akiona marafiki zake wanashambuliwa, alinyanyua fimbo ya mifupa aliyorithi kutoka kwa baba yake. Ghafla, ile fimbo ilianza kutoa miale ya moto wa bluu. Kila kiumbe kilichoguswa na moto ule kiliyeyuka na kuwa moshi. Baraka, tumia nguvu ya kovu. Malika Saladini alipaza sauti huku akipigana na wazimu watatu kwa wakati mmoja akitumia mkia wake kama mjeledi. Baraka alifunga macho. Alihisi nguvu ya walinzi wa bahari ikitiririka mwilini mwake. Aligonga fimbo yake kwenye sakafu ya boti. Boom! Wimbi la nuru lilisambaa na kuzitupa mbali zile meli za pepo, zikipotea ndani ya ukungu. Lakini kishindo kile kilivuta kitu kingine kikubwa kutoka chini. Bahari ilianza kutulia kwa namna ya kutisha. Subira, mama yake Baraka, alichomoza kichwa chake majini, uso wake ukiwa na hofu. Kimbieni! Lile dudu la kale limeamka. Naona mkia wake ukiwa umeshika msingi wa kisiwa cha Tumbatu. Walifanikiwa kutua ufukweni mwa kisiwa cha Tumbatu usiku wa manane. Kijiji kilikuwa kimya, lakini nyumba zote zilikuwa zimepakwa chaki nyekundu milangoni, alama ya ulinzi dhidi ya majini. Walielekezwa kuelekea kwenye pango la Maalim Sharif, mzee mmoja kipofu ambaye anasemekana ndiye binadamu pekee anayeweza kuongea na miungu ya bahari ya kaskazini. Mmekuja, Maalim Sharif alisema bila kugeuka, kana kwamba alikuwa anawaona. Karibuni, nilijua tu mtakuja. Mlinzi wa kusini amekutana na malkia wa bahari, lakini haitoshi kumshinda Kraken, dudu la kale. Tufanye nini Maalim? Baraka aliuliza kwa heshima. Dudu lile halijashikwa na uchawi wa Nkunda pekee, Maalim Sharif alieleza. Nkunda amelibia jicho la bahari, kito cha thamani kinacholifanya dudu lile liwe na hasira. Ili kulituliza, lazima upate upanga wa kwanza wa mlinzi uliopotea kwenye bonde la vililio vya samaki. Maalim alimgeukia Malika. Na wewe binti, lazima ukutane na dada zako. Wanakutafuta. Hawajui kama umerudi upande wa nuru au bado unakula nafsi za binadamu. Wakati wakijiandaa kwa safari ya kwenda kwenye bonde la vililio, Baraka alimkuta Zari akiongea peke yake ufukweni. Alipomkaribia, aliona Zari akishikilia kioo kidogo cha maji, na ndani yake kulikuwa na sura ya Nkunda. Nitafanya utakavyo. Nkunda, nitafanya ulivyotaka kiongozi wangu. Zari alinong'ona kwa sauti ya kigeni. Nitawaongoza kwenye bonde, lakini hakikisha unamwacha Malika hai. Baraka alishtuka. Moyo wake ulimlipuka. Je, Zari, binti mdogo ambaye amekuwa msaada wao mkubwa, ni msaliti? Au Nkunda amemteka akili yake bila yeye kujua? Baraka alitaka kupiga kelele, lakini alikumbuka maneno ya Mzee Kombo. Usiamini kila unachokiona kwenye maji ya kaskazini.
Baraka alibaki ameganda nyuma ya mti wa mwembe, akitazama kile kioo cha maji mikononi mwa Zari kikipotea. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi kama ngoma ya harusi. Alitaka kumshika Zari na kumuuliza, lakini alijua akifanya hivyo sasa hivi, mtego wa Nkunda unaweza kufunga kabla hawajapata ufunguo. Baraka, mbona upo hapa gizani peke yako? Hakuna kitu mpenzi, ni mawazo tu. Baraka, mbona umesimama hapa gizani? Sauti ya Malika Saladini ilimstua. Baraka aligeuka haraka, akijaribu kuficha hofu yake. Hapana mpenzi wangu. Nilikuwa nawaza tu maneno ya Maalim Sharif. Twende, boti iko tayari. Walipoanza safari kuelekea bonde la vililio vya samaki, hali ya hewa ilikuwa ya utulivu wa ajabu, utulivu ule unaotangulia dhoruba. Zari alikuwa amekaa mbele ya boti, akiongoza njia kwa kutumia uwezo wake wa kusikia sauti za maji. Baraka alikuwa akimtazama Zari kwa jicho la shaka, huku akishika ile fimbo yake ya mifupa. Baada ya saa kadhaa za kusafiri kuelekea kaskazini mashariki mwa Tumbatu, walifika kwenye eneo ambalo bahari ilikuwa na rangi ya kijivu. Hapa, maji hayakuwa yanatoa sauti ya mawimbi, bali yalikuwa yanatoa sauti ya vilio vya chini kwa chini, kama maelfu ya watu wanaonong'ona kwa maumivu. Tumeshafika, Zari alisema, sauti yake ikiwa haina hisia. Upanga wa mlinzi upo chini ya lile pango la matumbawe meusi, lakini Malika lazima abaki juu ya boti. Upanga ule unachukia damu ya kinguva inayotokana na uzao wa Nkunda. Nitaenda naye, Mzee Kombo alisema. Cha usiku, baki hapa na Malika kumlinda Baraka akitoka. Baraka na Zari walivaa hirizi za kupumulia majini na kutumbukia. Walipozama, waliona maelfu ya mifupa ya samaki wakubwa ikiwa imejipanga kama barabara kuelekea katikati ya bonde. Ghafla, maji yalianza kuzunguka kwa kasi, whirlpool. Kutoka kwenye giza la matumbawe, viumbe watatu warembo lakini wenye kutisha walitokea. Walikuwa na mikia ya rangi ya zambarau na nywele zilizofanywa na nyoka wadogo wa baharini. Hawa walikuwa dada zake Malika, Vula, Nyoka na Shira. Tazameni kaka yetu mpya, Shira, mkubwa wao, alicheka kicheko kilichosikika kama kioo kinachopasuka. Malika amekusaliti Baraka, huo ndio ukweli. Sio kweli. Malika ndio kila kitu kwangu. Malika amekusaliti, binadamu. Amekutuma huku ili uwawe na sisi, kisha yeye achukue nafasi ya malkia nchi kavu. Uongo. Baraka alipiga kelele akijaribu kuitumia fimbo yake. Malika amenibadilisha, na mimi nimembadilisha yeye. Maskini Baraka, Nyoka alinong'ona akisogea karibu. Hujiulizi kwa nini huyu binti mdogo, Zari, amekuleta hapa kwa urahisi hivi? Zari siyo binadamu unayedhani. Yeye ni mdoli wa udongo uliotengenezwa na Nkunda kwa kutumia damu ya dada yetu. Baraka alimtazama Zari. Zari alianza kucheka. Na ghafla mwili wake ukaanza kuyeyuka na kuwa udongo mwekundu uliokuwa unachafua maji. Baraka alijikuta peke yake katikati ya dada wa giza. Zari alikuwa mtego tangu mwanzo. Sasa, kabla hatujala moyo wako, Vula alisema, jaribu kuchomoa huo upanga uliopo mbele yako. Tumejaribu kwa karne nyingi, tumeshindwa. Kama kweli wewe ni mlinzi, uchomoe. Kama siyo, utageuka kuwa jiwe hapa hapa. Mbele ya Baraka, kulikuwa na upanga mmoja mrefu uliokuwa umechomekwa kwenye fuvu la joka la kale la baharini. Upanga ulikuwa unatoa nuru ya dhahabu inayopambana na giza la bonde lile. Baraka alikumbuka maneno ya mama yake, upendo ni silaha pekee ambao Nkunda hawezi kuigusa. Alishika mpini wa upanga. Ghafla, picha za Saladini, Malika, zilianza kumjia. Wakati wa kwanza walipokutana kule Mji Mwema, na jinsi walivyopambana magomeni. Alihisi upendo wake kwa Malika ukiwaka kuliko hofu ya kifo. Kra! Upanga ulitoka kwa kishindo kikubwa, ukitoa mwanga uliowapofusha wale dada wa giza. Baraka hakuwa ameshika upanga tu. Mwili wake sasa ulikuwa umefunikwa na suti ya kinga ya walinzi, iliyotengenezwa kwa magamba ya dhahabu. Lakini kule juu ya boti, Malika alikuwa kwenye hatari kubwa. Cha usiku alikuwa amelala chini amepoteza fahamu. Na Malika alikuwa amezungukwa na jeshi la Nkunda lililokuwa limetokea ghafla kwenye maji.
Mwendelezo wa simulizi. Mambo yamefika pabaya. Zari amefunika sura yake ya kweli kama kiumbe wa udongo wa Nkunda. Baraka amepata upanga wa mlinzi, lakini yuko peke yake vilindini na dada wa giza. Je, Baraka atafika juu kwa wakati kumwokoa Malika? Dada wa giza watafanya nini baada ya kuona Baraka amechomoa upanga ambao wao walishindwa? Na je, Bi cha usiku na mzee Kombo wataweza kuishi mbele ya nguvu hizi mpya za kaskazini? Mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa episodi ya 4. Usikose sehemu inayofuata na ndio tutajua nini kitatokea mbeleni. Mtunzi na mwadaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata. Na asante kwa kuangalia.